Leo ni siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 3 2025. Habari kwa wakongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo. Kuna habari ambapo tunawapasha ninyi wote ya kwamba leo siku hii na tariki hii Nyangezi tayari kwa mikononi mwa vijana. Lundi 17 mars. Wazalendo wa ujamaa mmoja ya kutumba. Nous sommes le matin vers 7h. Quartier La Botte. Il y a toute une psychose. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza tarehe 17 mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo duniani kote, lakini tumejikita sana kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado machafuko yanazidi kuonekana mahali mbalimbali. Ukosefu wa usalama ukizidi kuonekana maeneo mengi sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku watu wengi wakipoteza makazi yao na wengine wakifa na wengine wakihangaika hata na njaa. Lakini kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, uweze kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unafanya vyema na utakuwa unapata habari zaidi kwenye channel ya Mteba TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muhtasari wa habari. Bukavu, watu wameonekana hawapiti kabisa kwenye njia zote siku ya leo ya Jumatatu ambayo ni tarehe 17, huku wasiwasi ikizidi kuongezeka, watu wakijificha kwenye manyumba. Barabara zote ambazo huwa zinapita magari au barabara kuu zote zimeweza kuonekana ukimya katika siku ya leo. Tutakuja kurejea kwenye habari hiyo baadaye, lakini tunaingia tena kwenye mji mwingine kabisa pale Nyangezi, ambayo tayari imeripotiwa Nyangezi imekombolewa na wazalendo. Nyangezi tayari iko mikononi mwa wazalendo katika siku ya leo ya tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025. Habari hii imeweza kutukuta ghafla tu baada ya mapambano makali kuripotiwa katika siku ya leo kuanzia usiku mpaka asubuhi ya leo, huku wasiwasi kubwa ikionekana kwenye mji wa Bukavu, watu wengi kukimbia na wengine kujifungia kwenye manyumba. Ukimya umeweza kuonekana, na sasa vikosi vya Maimai ambavyo vinaongozwa na Mzee Yakutumba tayari vimeanza kazi yake rasmi kabisa ni ya kuendelea na mapambano. Kumbuka juzi wamekamata vijiji vingi sana na leo pia wanaendelea kusogea mbele, wameshakuwa Nyangezi. Maeneo yale yote ya Nyangezi yote yameshakamatwa na wazalendo ambao wanaongozwa na mzee wetu Yakutumba, ndio huyo hapa. Mapambano yameweza kuripotiwa makali sana katika siku ya leo, huku wasiwasi ikizidi kuonekana maeneo mbalimbali kwenye uwanja wa vita, na wanajeshi wengine wakizidi kujiongeza, wanajeshi ambao ni wa FRDC wengine wakizidi kujiunga pamoja na wazalendo pamoja na wazalendo FRDC ambao hawakutaka kabisa kusaliti nchi yao, lakini kwa sasa wameonekana kujiunga na jeshi la wa Maimai kabisa pamoja na wazalendo ili kupambania nchi yao, huku maelfu na maelfu ya wazalendo wakizidi kuongezeka kwenye miji mbalimbali ikiwemo Baraka, ikiwemo Uvira na miji yote ya Walungu pamoja na Kamanyola, Nyangezi. Maeneo yote hapo kumeweza kufungiwa kabisa na wandugu ambao ni wazalendo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakizidi kujikusanya kabisa, umoja wa wazalendo au muungano wa wazalendo kutoka mataifa mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo hali inazidi kuwa mbaya zaidi kwa upande wa M23. Lakini wengi wakionekana wakifariki sana kwenye uwanja wa vita au M23, kwa sababu wengi wanapigwa vibaya sana, ijapokuwa pande zote wanauana, lakini M23 wanaonekana kupoteza maisha sana, kwa sababu tangu walianza kupigana kwenye mji wa Goma mpaka waliingia mpaka kwenye mji wa Bukavu hawajawahi kukumbana mapambano ya ana kwa ana, bali walikuwa tu wanaingia wanakamata maeneo, FRDC wanakimbia, wao wanaingia. Lakini kwa sasa ndio wameingia sasa kwenye kibarua, ndio wameingia sasa kwenye kazi, ndio wanasikia risasi ni nini. Wanajeshi wengi kutoka Rwanda ambao waliingia pale hawakuwahi kupambana, walikuwa tu waliambiwa kwamba watakuwa wanapigana, watakuwa wanalipa tu pesa, kisha wao wanaingia kwenye miji na vijiji mbalimbali ambavyo vinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashuhudia walivyoingia pale Bukavu, au tuanzie kwanza walivyoingia Goma. Goma waliingia kabisa bila kupigana.
wakaingia wamevaa gwanda mpya, yani wakiwa wamependeza kabisa wakati waliingia kwenye mji wa Goma wa kupambana. Baada ya hapo Minova ikawa hivyo hivyo, vijiji vyote vya katikati pale kwenda kutoka Minova kuendelea mpaka Bukavu hawakupambana kabisa maeneo yale yote. Lakini kwa sasa wamepata kibarua kikali sana kwenye uwanja wa vita, ambapo wazalendo kwa sasa wameshajipanga vizuri, na huku serikali ikionyesha kuwaunga mkono kwa kuwapa silaha na vifaa mbalimbali. Lakini pia wasiwasi ikionekana au majadiliano mbalimbali ikionekana kwamba wazalendo wote ambao wapo kwenye uwanja wa vita pia wao baada ya kukamata watakamata Goma, wakishika Goma pia na Bukavu. Hiki kikosi ndicho kitakachokuwa jeshi la taifa, na viongozi wote wanaoongoza kikosi hicho watakuwa na vyeo vikubwa sana serikalini, na mishahara ipo, kwa sababu sasa hivi FRDC wote wanaoingia kwenye vita huku wakiongezewa mishahara yao, wakipokea $500 badala ya hizo pesa ambazo walikuwa wanapokea zamani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka channel ya Mteba TV. Bado kabisa mapambano yanazidi kuripotiwa maeneo mengi sana ambayo yanapatikana pale Nyangezi, huku mapambano makali yalizidi kuripotiwa. Watu wameweza kufa pale wengi sana, huku raia wakikimbia makazi yao, wakiingia wengi, wakienda wakirudi kabisa nyuma, wakikimbilia kwenye mji wa Uvira, na wengine wakiingia pale Rwanda kwenye mipaka mbalimbali, huku hali ya usalama ikizidi kukosekana. Lakini pia tuzidi kukumbuka katika siku ya leo ndipo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atakapo ongea na hawa M23. Bado hatujapata chochote kupitia huo mkutano, lakini tukipata chochote pale, kwa sababu vyombo vyote vya Mteba TV vinazidi kuwinda sana kikao hicho. Hebu tazama kwanza hali ya kwenye miji mbalimbali hapa, tutakuja kurejea. Wakongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, kwanza ni pole, na tunazidi kumshukuru Mungu muweza wa yote jinsi anavyotusaidia sisi kwenye kazi ya ukombozi wa nchi yetu na kwenye mapambano. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 17 mwezi wa 3 2025. Habari kwa wakongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo. Kuna habari ambapo tunawapasha ninyi wote ya kwamba leo siku hii na tariki hii Nyangezi tayari mikononi mwa vijana wazalendo wa Jamhuri ya Kutumba Kombozi Visionnaire maono Commander Force numero 1. Hiyo ni habari tunayo. Ijapokuwa tuna uzuni wa nchi yetu, basi na inatufariji kidogo. Pata habari, ambia mtu mwingine kwamba Nyangezi tayari imekwisha kuwa mikononi mwa wazalendo. Asante sana. Naam, hapo ni uwanja wa vita pale ambapo tumeweza kupata habari hizi kupitia kamanda wa vikosi mbalimbali wa pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo wamefanya tu kukamata Nyangezi pia na kutoa ujumbe kwa wakongomani wote wanaopatikana duniani kote ya kwamba Nyangezi kwa sasa iko mikononi mwa wazalendo, tena maimaiwa ambao wanaongozwa na mzee ya Kutumba, ambaye ni hatari sana. Vikosi vyake havichezagi kabisa, ni vikosi mbalimbali ambavyo vipo maeneo yale. Kumbuka wa pande zote hizo wamejigawa kwa sababu ni wengi sana na barabara zipo hapo. Kuna baadhi ambao wapo tayari wameshajaa, wamemiminika kwenye mji wa Kamanyola, ni wengi sana, lakini wengine wapo kule Walungu wakizidi kusonga mbele na mpambano, na njia zote zinazoingia kwenye mji wa Bukavu zote zimeshafungwa na wazalendo na wakizidi kusogea mbele. Kumbuka Nyangezi sio mbali, ni karibu sana, ile ni Bukavu, ile ni tayari ni Bukavu, na ndio maana Bukavu siku ya leo kumeshinda upweke sana, barabara yote ikiwa kimya, watu wakijiuliza je, kuna watu? Lakini tumeweza kuona kukamata picha mbalimbali kwenye vyombo vyetu vya Mteba TV ambavyo vinapatikana maeneo yote kuweza kuonesha hali ya mji mkuu wa Bukavu, pale ambapo barabara hiyo inakuwaka na watu wengi sana, changamoto mbalimbali, shughuli za hapa na pale, magari, taxi driver, mabodaboda. Michakato hiyo leo au business hiyo siku ya leo havikuweza kupata nafasi yoyote kabisa kwa kutembea, kwa sababu kumbuka mabomu yakiwa yanasikika kwa mbali, masasi yakiwa yanasikika kwa mbali pale kwenye mji wa Nyangezi, huku M23 wakizidi kurudishwa nyuma. Habari hizi haziko habari za mchezo, ni habari za kweli. Lakini kuna watu wanatuuliza maswali, wanasema kwa nini mnatangaza kwa Kiswahili?
Tunatangaza kwa Kiswahili kabisa, ndi channel ya Kiswahili kabisa, lakini utaratibu utaendelea kwa kuweza kuingiza na lugha ya Kifaransa pia na hata na lugha zingine zitakazoendelea na pia hata na Lingala na lugha zingine, lakini bado tunachana kwenye lugha za taifa, lugha za Kiafrika ndizo tunazopiga hapa, ambacho ni Kiswahili cha Zanzibari, ambapo kimeweza kuzaliwa Zanzibari lakini pia kikakuzwa pale Tanzania, Tanganyika, na kikaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikaingia Kenya, kikaingia maeneo mbalimbali mpaka Marekani. Wanazungumza baadhi ya watu, hata wazungu sasa hivi wanazungumza lugha ya kitaifa. Kwa hiyo tunapenda Kiswahili sana kukichana hapa kwa sababu ni lugha ya nyumbani, lugha ya Kiafrika, lugha ya kufaidisha watu wote wa Afrika kwa sababu ni lugha yetu ya nyumbani. Tuendelee na taarifa zetu. Hapo tumeweza kujibu watu ambao waliweza kutuuliza maswali hayo, nafikiri tumeweza kuwajibia. Lakini tunapoendelea na taarifa hii, huku mbele na kuwekea video ambayo itaonesha mji wa Bukavu jinsi ulivyo. Mji wa Bukavu. Naam, na kuonesha kabisa kwamba wazalendo wamejiandaa vizuri kabisa. Tuangalie kwanza mji wa Bukavu, afu baadaye tutakuja kurejea. Lundi 17 mars, nous sommes le matin vers 7h, quartier La Botte. Il y a toute une psychose. Personne ne s'est réveillé car il y a eu crépitement de balles toute la nuit. Voilà la route principale. Personne, alors personne. Il n'y a aucun mouvement à Bukavu. Voilà. Aucun mouvement à Bukavu. Tout le monde reste à la maison. 7h, lundi. Naam, huo ndio mji wa Bukavu ambao sasa hivi ni kimya imetanda maeneo yote kabisa, huku mabomu yakisikika maeneo mbalimbali ya Nyangezi, na Nyangezi tayari imekamatwa na imedhibitiwa na wazalendo kabisa maeneo yale, kwa sababu hali hii iliweza kuonekana tangu jana walivyokamata vijiji mbalimbali. Hawa wazalendo walivyokamata pale kama Nyola, wakaingia maeneo mengine Walungu, wakaingia vijiji mbalimbali vyote, waliweza kuonesha kabisa dalili ya kuendelea na mapambano, na hivi wanasukuma mbele gurudumu kwa nguvu zao zote na kwa akili zao zote kuelekea kwenye mji wa Bukavu. Na hapa inaonekana kabisa kwamba sasa hivi wameshajipanga na Bukavu lazima wataingia, kwa sababu tayari Nyangezi imeshakamatwa na Nyangezi ndio Bukavu kabisa. Yani dakika tu chache unaingia maeneo ya Bukavu. Kwa hiyo ndio taarifa ambayo tumewaandalia katika siku ya leo, huku wanajeshi wengi sana ambao wakizidi kuongezeka ambao ni wazalendo, na wanajeshi wengine kutoka serikalini wakizidi kujiunga na wazalendo, kwa sababu wale ambao wanapenda nchi yao kabisa, ambao ni wanajeshi wa FARDC, wanakubali kushuka na kuingia kwenye vikosi vya wazalendo ili kupambana na zidi ya uvamizi wa Rwanda ambao amezidi kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelfu mabilioni ya wanajeshi wamejaa kwenye mji wa Bukavu, na wengine wamejaa kwenye mji wa Uvira. Bukavu hiyo ambayo tumesema sio Bukavu Centre, unaweza kusema ni Bukavu Centre. Bado wazalendo hawajaingia kwenye Bukavu Centre, bado wangali Bukavu pembeni kwenye vijiji, na huku raia wakizidi kujificha kwenye manyumba. Ndani kweli mjifiche sana, kwa sababu huo ndio ujumbe ambao tunawafikisha, sababu mkitoka nje itakuwa ni hatari sana. Tuangalie hali kama itakavyokuwa kesho, na hali hii ikiendelea hivi jioni hii, basi kesho itakuwa ni hatari sana na Bukavu itakamatwa. Tunakimbia moja kwa moja kwenye mji wa Goma, pale ambapo hali ya usalama na penyewe panazidi kukosekana, huku raia wengine wakifa kabisa. Kwa sasa wengi wanaanza kufa na njaa, kwa sababu kama vile wayatima, wajane, wasujiweza, watu ambao hawajiwezi kabisa hata kutafuta, na walikuwa hawana hela. Kwa hiyo wengi wanaanza kupoteza maisha kwa sababu chakula hakuna hali yoyote ambayo inaweza kawasaidia kwenye maeneo yale. Lakini tunazidi pia kutangaza ya kwamba kama una ndugu yako maeneo yale, wasaidieni wa ndugu zenu maeneo yale. Lakini kama una msaada yako, unaweza kaona channel ya Mtema TV kwa namba ambazo tutakazoweka hapo. Unaweza ukasema tangu tulisema bado hatujapata chochote, labda watu wanawakilisha moja kwa moja kwa njia zao wenyewe wanazozijua. Lakini vijana wengi wakizidi kuuawa maeneo mbalimbali na wengine kukimbia maeneo hayo, lakini hakuna njia. Wengi wanaonekana vijana wa pale Goma wamekimbilia pale Gisenyi pale nchini Rwanda, wakija wakienjoy pale maisha yao pale. Unajua Gisenyi kabisa ni kama Goma. Kwa vijana wengi sana ambao mastare wote kama wa TikTok, mastare mbalimbali wameenda kujikusanya maeneo ya Gisenyi.
pale kunapatikana vijana wengi sana, lakini ukivuka kuingia Goma vijana wengi wanaogopa kwa sababu wanakufa sana kila siku. Channel ni Muteba TV, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel ya Muteba TV. Lakini tunakimbilia moja kwa moja nchini Marekani, pale ambapo kijana mmoja ambaye mwenye umri kabisa wa miaka takribani 30 na kuendelea, ambaye aliweza kubaka binti mdogo. Kesi yake iliweza kungurumishwa sana, lakini kwa sasa amerudishwa Afrika. Ameweza kufungwa sana, lakini pia ameachiliwa na kutupwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi yake ambayo imevuma, alikuja Marekani kama mkimbizi, lakini pia amekuja kubaka watoto huko. Lakini huku habari ya huku ni hatari, wala ambao hawajui Marekani na maeneo mengine ni kwamba vijana au mabinti wa hapa akiwa na miaka 14 utamuona kabisa ni kama binti wa miaka 20. Yaani mabinti wanakomaa hapa, wabinti wananenepa samani, wanakuwa ni wanene sana. Kwa hiyo ukiingia kwa kuvamia unapata matatizo makubwa sana. Kwa hiyo na ndio maana wengi wao hawawezi wakafanya kitu kama hicho kwa mabinti. Binti wa miaka 14 unaona ni mama, na binti wa miaka 10 unaona ni fie, ndo binti huyo. Kwa hiyo kijana huyo ameenda kuchanganyikiwa na kuingia kwenye mabinti hao wa chini ya miaka 18, ambapo amepata matatizo makubwa sana. Na hata kama ndugu yoyote unatusikia hapa, Marekani haiko mchezo, hasa kipindi cha Donald Trump hakina mchezo. Kama natusikia, acha hizo tabia za kufuatilia watoto wadogo. Tabia hizo sio nzuri. Wa mama wapo na watu wazima wapo. Mtu mzima ni kuanzia miaka 18 kupandisha. Sasa mpaka uingie kwenye watoto chini ya miaka 18, hapo unakuwa umejiroga mwenyewe. Ameweza kuacha familia yake hapa na kurudishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mambo mbalimbali yakizidi kusonga mbele. Lakini pia kuna habari zingine ambazo tumewaandalia hapa, ambapo tuna stari kabisa ambaye anaitwa Danono, ambaye anapatikana pale nchini Australia, ambaye anapambana kabisa na kutangaza habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupambana kuonesha kile kinachoendelea. Lakini haiko peke yake, iko pia na King Zobrata ambaye anapatikana pale Lubumbashi, ambaye na yeye pia anapambana sana kwa kuweka Kongomani sawa. Vita ya kimtandao pia, hao ndio vichwa ambavyo wanasimamisha TikTok na maeneo mbalimbali na kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi mbalimbali zilikuwa zinavuma, lakini wao wameweza kuzimaliza kabisa. Msongamano wa makelele kwenye mitandao umeweza kuisha. Channel Muteba TV, endelea kusubscribe, like, comment. Tukutane tena panapo majaliwa. Kesho tena ni siku, tutakwambia habari zingine zitakazoendelea. Chao.